Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tunajifunza akili iliyo kubwa katika ufalme wa Yesu. Leo tunajifunza akili iliyo kubwa katika ufalme wa Yesu. Mtu mwenye akili nyingi katika ufalme wa Yesu ni huyu. Kwanza tufahamu akili ni nini. Akili ni hekima ya ufahamu kuhusu uwezo wa kuwa na familia inayodumu katika Bwana na kumiliki na kutawala vitu vyote tulivyopewa katika nchi na kuwa na faida kwa Mungu. Mungu anatupima akili zetu kwa kutumia vitu vifuatavyo ili tupate kujulikana akili zetu ni kubwa kwa Mungu. Lazima tuzingatie haya. Jambo la kwanza, je, tunaweza kutawala na kudumu katika ndoa zetu na kuziongoza familia zetu kwa maana ya mke na watoto kutii sheria ya Mungu wa mbinguni? Basi ukiweza hili, tambua wewe ni mtu mwenye akili nyingi sana kwa Mungu. Ni sawa na mtu mwenye PhD. Jambo la pili, je, unaweza kumiliki mali na pesa kwa halali ikazaa na ukaitawala ikadumu kizazi na kizazi na kuleta faida kwa Mungu? Kama ni hivyo utaweza, basi tambua wewe una akili nyingi sana kwa Mungu. Ni sawa na mtu mwenye PhD katika dunia ya leo. Mfano, pesa au sehemu ya mali yako zinatumika kutoa watu utumwani mwa shetani, au pesa zako zinatumika kuwateka watu kuwa miliki ya shetani? Kama pesa zako Mungu aliyokubarikia zinatumika kuwatoa watu vifungoni mwa shetani, wewe ni mtu mwenye akili sana kwa Mungu, kama mtu mwenye PhD katika dunia ya leo. Lakini kama una pesa nyingi na wewe umekuwa mtumwa pasipo kujua, na pesa yako inatumika kuwateka watu na kuwapeleka kwa shetani, wewe tambua ni mtu useless kwa Mungu. Yesu alisema hivi, Mathayo 24 mstari wa 45 hadi 47. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Umeona? Hivyo kama wewe unataka kujua kama una akili nyingi mbele za ufalme wa Mungu, tazama ndoa yako kama imedumu na inamcha Mungu, pia inamiliki uchumi halali bila wizi, na Mungu akafaidika nao uchumi huo, basi tambua kipimo cha akili kwa mtu huyo ni kubwa sana, na anaweza akatawala nchi na kuwaongoza watu kwenye marisho mazuri na wakafurahi. Maana hakuna kazi ngumu kama kuwa na familia inayodumu katika kumcha Mungu katika roho na kweli, na kulinda uchumi wa familia udumu kizazi hadi kizazi, kwa maana ya kwamba
Hakuna kazi ngumu kama kulinda ndoa yako na ukalinda uchumi, ukamzalia Mungu matunda. Asanteni sana. Ombi: Yesu, tupe nguvu ya kutawala na kumiliki vitu vyote vilivyo chini yetu, kwa jina lako Yesu, amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.